hajafika sawa sawa. Bado. Makongolosi mpo! Peoples! Asante sana wananchi wa Makongolosi na wananchi wa Chunya. Sasa mimi sijawahi kufika Chunya. Ndio mara ya kwanza na kanyaga ardhi ya Makongolosi na ardhi ya Chunya. Na kwa sababu hiyo naomba niwashukuru sana kwanza viongozi wenu kwa kusisitiza kwangu kwamba nisiondoke kwenye kanda ya Nyasa, nisiondoke mkoa wa Mbeya bila kuja kufanya mkutano hapa kwenu. Kuna wapo waliokuwa wanasema niende mahali ambapo nimeshafika. Viongozi waliposema lakini mwenyekiti hujawahi kwenda Chunya, nikakubali mara moja kubadilisha ratiba ili nije kwenu kuzungumza na nyie leo. Na pili, niwashukuruni sana kwa mkutano huu. Uwanja umejaa. Nafikiri sitakosea nikisema sehemu kubwa ya Makongolosi iko hapa. Na washukuruni sana. Sasa ndugu zangu, huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni mwaka wa uchaguzi. Kwa sababu ni mwaka wa uchaguzi, lazima tuzungumze maswala ya uchaguzi. Tuzungumze uchaguzi wetu, mfumo wetu wa uchaguzi na taratibu zetu za uchaguzi katika nchi hii zikoje. Kwa sababu huu ni mwaka wa uchaguzi. Ndugu zangu, viongozi wote ambao wamesimama hapa wameeleza mambo mengi na mabaya ambayo wananchi mnafanyiwa. Kama wewe ni mchimbaji, unajua uchimbaji imekuwa ni kazi ya hatari. Kwa hulka yake tu kazi ya uchimbaji huwa ni kazi ya hatari. Lakini sasa kuna hatari nyingine, hatari ya serikali. Ukiachia hatari ya kufukiwa na kifusi ndani ya shimo, sasa kuna hatari ya mabomu ya polisi, kuna hatari ya mambo mabaya yanayofanywa na serikali. Ukiwa mkulima wa tumbaku, tangu lini kazi ya kilimo cha tumbaku imekuwa rahisi? Haijawahi kuwa rahisi hata kidogo. Sasa ugumu unaongezwa na serikali. Ugumu unaongezwa na nini? Kazi yenyewe ngumu, halafu ugumu zaidi unaongezwa na serikali. Serikali imeleta taratibu ambazo zinawanyonya wakulima wa tumbaku. Badala ya kuwapa nafuu, zinawaongezea shida. Kama ni mkulima wa ufuta au zao lingine lolote nchi hii, kazi ya kilimo nchi hii ni ngumu. Inafanywa ngumu zaidi na serikali. Stakabadhi halali, mara nini, tolea ya ruzuku, mradi unaongezewa mizigo na kausha damu vile vile. Ukiwa mfanyabiashara
Biashara ni rahisi kiasi gani nchi hii? Ukifanya hata uuze maandazi, unaambiwa leta, toa hela. Ukiweka nyanya chini, toa hela. Ukiwa na kiduka, toa. Mara ya TRA, mara ya halmashauri, mara ya bwana afya, mara ya mradi utoe ikausha damu. Sawa sawa? Si ndio maneno yamesemwa hapa? Hata wafanyakazi wenyewe, mapolisi hawa, wala hawana nafuu. Simeambiwa wanajinunulia uniform, na siku hizi wanajizika wenyewe. Mimi baba yangu mdogo alikuwa askari polisi, alipofariki alizikwa na serikali. Leo polisi hao wanakatwa hela, wanaita wenyewe mfuko wa kuzikana, badala ya kuzikwa na serikali. Kazi ya upolisi ni rahisi kiasi gani? Kwenye kila hatari wapo. Ndio maana, kwa sababu kwenye kila hatari wapo, ndio maana huwa wananunuliwa uniform. Ndio maana ikitokea anafariki anazikwa na serikali. Sasa hivi wanakatwa hela ili wajizike wenyewe. Na hizo wakikatwa mishahara ya hela za kujizika wenyewe, na hizo zinaliwa vile vile. Halafu wakija huku kwa wananchi, wanakuja wana hasira, utafikiri tumewaibia. Naelewa. Na wao vile vile hawana nafuu. Na wao vile vile wameongezewa mzigo na serikali. Walimu, manesi, yeyote ambaye ni mfanyakazi nchi hii, hela wanayokatwa kwenye mshahara kila mwezi, karibu nusu ya mshahara yao. Mara beta, mara hivi, mara ile nini inaitwa pay as you earn. Wanakatwa. Walimu wana hali mbaya. Kila mtu nchi hii ana matatizo makubwa. Tumeletewa mzigo mkubwa na serikali. Serikali inatunyonya, inanyonya kila mtu. Tunanyonywa na genge la watu wachache. Sasa matatizo yote haya yana uhusiano gani na uchaguzi? Si tumesema tuzungumze habari ya uchaguzi? Haya matatizo yetu yote haya yana uhusiano gani na uchaguzi? Kwa nchi yetu na kwa nchi nyingine, uchaguzi ni namna pekee ya kupata viongozi. Au nakosea? Hupati rais bila uchaguzi. Hii sio nchi ya kifalme, na hii nchi sio ya kijeshi. Tunapata rais kwa kupitia uchaguzi. Hawa mawaziri wanaotuletea mamizigo kwenye maisha yetu wametokana na uchaguzi. Ili uwe waziri lazima uwe mbunge. Ili uwe mbunge lazima uchaguliwe. Wabunge wanaopitisha sheria zinazoleta kabusha damu wamechaguliwa kwenye uchaguzi. Madiwani wanaotuletea tozo na ushuru wa mazao, wa nini, wa mifugo, na hatujazungumza maushuru ya halmashauri hapa, wote wamechaguliwa. Wametokana na nini? Na uchaguzi. Wenye viti wa vijiji, wenye viti wa mitaa, wenye viti wa vitongoji, wote wametokana na nini? Na uchaguzi. Kwa hiyo huu mzigo wa serikali, hawa ambao wanatuumiza hawa, ni matokeo ya chaguzi zetu. Matokeo ya nini? Ya chaguzi zetu. Tukiwa na mfumo mzuri wa uchaguzi,
tutapata viongozi wazuri watakaotatulia shida zetu badala ya kuziongeza. Kwa hiyo mfumo wa uchaguzi ni jambo muhimu kweli kwa wananchi sisi kulifahamu, ili tufahamu tunapata viongozi wa hovyo kwa sababu gani. Mnanielewa? Sasa nyie mnafahamu, na kama hamfahamu tawakumbusha. Zamani, siku hizi hawasemi hivi, lakini zamani kulikuwa tunaambiwa hivi, na yalianza na Mwalimu, yalianza na Nyerere. Ili tuendelee nahitaji vitu vinne. Watu sinyie, ardhi, si hii makongolosi na Chunya yote, siasa safi na uongozi bora. Watu wapo, ardhi ipo, rasilimali zipo. Kitu ambacho hatuna siasa safi, hatuna viongozi bora. Sasa hatuna kwa sababu ya mfumo wetu wa uchaguzi. Sasa hebu fikiria, tuzungumze kwa mifano hai, kwa mifano mnayoielewa nyie wananchi wa Makongolosi. Mwaka jana kulikuwa na uchaguzi hapa wa vijiji na mitaa. Hali ilikuwaje? Hali ilikuwaje Makongolosi na Chunya mwaka jana kwenye uchaguzi wa vijiji na mitaa? Nimeambiwa hivi kwa hapa, kwenye uchaguzi wenye viti wa vijiji kwenye wilaya yote hii yenye vijiji 43, sifuri mwaka jana. Miaka 10 iliyopita wilaya yenu hii miaka 10 iliyopita 2014. Juzi wamechagua nini? Sifuri. Imekuwaje? Ni kwa sababu ya mfumo wetu wa uchaguzi. Hawa ma CCM wamefuta wagombea wote wa upinzani. Nasema uongo? Wamefuta wagombea wote wa upinzani. Mnanielewa? Twende kwenye mtaa, uchaguzi wa mitaa. Hapa si mji mdogo. Miaka 10 iliyopita mji mdogo wa Makongolosi wenye vitongoji 24 vitongoji 24, si ndivyo viongozi? Mlichagua wenye viti wa vitongoji 7 wa Chadema. Leo juzi amepatikana mmoja tu. Miaka 10 iliyopita walikuwa 7. Leo naye kwa sababu gani? Kwa sababu waliengua kila mgombea wa Chadema. Tunaelewana? Sasa hebu fikiria, huyo mwenyekiti wa kijiji ambaye amepita bila kupingwa, hajachaguliwa, hamjamchagua nyie wananchi, atakutetea wewe? Wewe ukikabwa
ukikabwa huko mgodini, unanyang'anywa duara lako, atakuja kukusaidia? Ukikabwa hapa na watu wa halmashauri, unaambiwa toa hela, toa hela, toa hela, huyu ambaye hujamchagua amepita bila kupingwa, atakuja kukutetea? Kwa hiyo shida zinatokana na nini? Zinatokana na uchaguzi. Tuendelee na mambo ya Chunya yenu hii. Miaka 10 iliyopita kwenye uchaguzi mkuu wa 2015, hii Chunya hii ilichagua madiwani 4 wa Chadema kati ya madiwani 20. Kweli CCM ilishinda, au sio? Lakini Chadema ilikuwa miaka 10 iliyopita. 2020 ikawaje? 2020 ikawaje? Wakafuta wagombea wa upinzani wote. Kwa hiyo wale waliokuwa wanajua kusoma miaka 10 iliyopita wakaambiwa sasa hawezi kujaza fomu, hawezi kuandika majina yao, hawajui namna ya kugonga muhuri na mambo mengine ya aina hiyo. Kwa matokeo yake ni kwamba leo kwenye halmashauri ya wilaya yenu hakuna diwani hata mmoja wa Chadema. Walikwepo 4 miaka 10 iliyopita. Sasa fikiria, wakileta tozo ya mazao, wakaleta tozo ya mifugo. Nyie si wakulima? Mageti ya mazao yako kila mahali, au nakosea? Lakini ukifika kwenye geti lazima unyonyolewe, au nakosea? Yaani unyonyolewe kwenye geti. Ukifika hapa makongorosi vile vile hawakuaji. Ukiwa mfugaji hivyo hivyo, ng'ombe akiwa zizini wanakunyonyoa. Ukitaka kwenda kumuuza inabidi upate kipande cha bwana mtendaji, sio? Unakipewa bure, wanakunyonyoa. Ukifika mnadani wanakuambia toa makanyagio, unanyonyolewa. Ukimchinja utachinja bure. Bwana mifugo anakuja anashikashika hivi eti alifanya anapima, anakunyonyoa. Ukinunua nyama mama ntilia, unataka kuuza wali wapita njia tule kama mimi, utauza wali hivi hivi, wanakunyonyoa. Mchoma mishkaki unanyonyolewa. Makongoro wanakunyonyoa. Imebaki ngozi, utauza ngozi bure nchi hii, unanyonyolewa. Sasa utapata chochote? Hali yako itakuwa nafuu? Na yote hii ni kwa sababu ya namna tunavyochagua. Unanielewa? Kwa sababu huku kunyonyolewa kote huku ni maushuru yaliyopitishwa na madiwani ambao hamjawachagua kwa sababu wamepitishwa bila kupinga. Unanielewa? Unanielewa? Sasa ndugu zangu, tunaendelea namna hii. Tunakwendaje mbele na chaguzi za aina hii? Hii habari ya Chunya, habari ya makongorosi ndio habari ya Tanzania. Leo mkutano huu ni mkutano wa 12 tunafanya tangu siku ya Jumapili. Tumefanya mikutano mkoa wa Rukwa, kwenye majimbo yote ya mkoa wa Rukwa. Tumefanya mikutano ya hadhara kama huu kwenye majimbo yote ya mkoa wa Songwe. Na leo tuko Mbeya, tunamalizia mkoa wa Mbeya. Hii ndio hadithi ya mkoa wa Mbeya, ndio hadithi ya mkoa wa Songwe, ndio hadithi ya mkoa wa Rukwa, ndio hadithi ya Tanzania
nzima. Tuna mfumo wa kiuchaguzi ambao hauturuhusu tena kuchagua viongozi tunaowataka. Tukienda kupiga kura kwenye vituo vya kupigia kura, hawa mapolisi hao ambao na wao wamepigwa, ambao na wao wamepigika, kila mmoja anakuja na kabegi mgongoni. Kamejaa nini? Kamejaa kura feki. Kamejaa kura feki. Hawa walimu hawa wanaonyonywa wamechoka mbaya, kila mmoja na kabegi. Kamejaa nini? Kura za uongo. Unanielewa? Halafu wanazuia mawakala wa Chadema, wanazuia mawakala wa upinzani, wanajaza masanduku kura za uongo. Wanarudi madarakani, mnakuja kulipia dhambi zenu. Sawa sawa? Kwa hiyo ndugu zangu, utaratibu huu ukoje? Huu utaratibu wa uchaguzi zetu ukoje? Ni utaratibu wa CCM. Mnanifahamu? Tume ya uchaguzi inayoitwa Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi haina uhuru wowote. Ni tume ya CCM. Mwenyekiti wake anateuliwa na rais, na Rais Samia ni mwenyekiti wa CCM. Kwa hiyo anateua mwenyekiti wa tume CCM. Makamu mwenyekiti wa tume ni CCM, kwa sababu anateuliwa na mwenyekiti wa CCM. Wajumbe wote wa tume ni CCM. Mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya hapa CCM, ameteuliwa na mwenyekiti wa CCM. Hawa watendaji wa kata wanaosimamia udiwani CCM watupu. Mnanielewa? Na hawa walimu wanaokuja kusimamia kwenye vituo CCM watupu. Watatendaje haki? Watatendaje haki? Kwa kuanzia juu mpaka chini, kuanzia juu mpaka chini ni mfumo wa CCM. Ndio maana ya matokeo haya ya uchaguzi. Ndio maana ya sifuri hizi. Hizi sifuri hazijatokana na kura za wananchi, zinatokana na mfumo wa uchaguzi kuwa mfumo wa CCM. Sasa baada ya mwaka jana, baada ya matokeo ya mwaka jana, tukakaa kwenye chama, tukakaa kwenye kamati kuu kuzungumza hii habari. Tukasema tutaendelea namna gani? Namna hii. Tukienda namna hii tunatoboa. Tukiendelea namna hii tutafika popote. Sasa kama ingekuwa wanaiba peke yake, pengine ingetuuma sana. Lakini kibaya zaidi, ndugu zangu, kibaya zaidi ni kwamba chaguzi za Tanzania sasa hivi lazima ziendane na mauaji ya wananchi. Hakuna uchaguzi unaopita bila watoto wetu kutolewa kafara ili CCM washinde. Tumetoka Tunduma. Tulikuwa Tunduma juzi. Mwaka jana kwenye uchaguzi wa vijiji na mitaa Tunduma wameua mtu pale. Manyoni kwetu waliua mgombea wenyekiti wa kitongoji. Kapigwa risasi 4 na polisi mbele ya mke wake na watoto wake nyumbani kwake, ili kesho yake asichaguliwe mwenyekiti wa kitongoji. Kama unaua mwenyekiti wa kitongoji, ikifika kwenye urais itakuwaje? Inakuwaje? 2020 waliua ambazo
lazima tutolewe makafara, tutaenda nazo mpaka lini? Ndio maana baada ya mwaka jana tumekaa kwenye kamati kuu, tukajadili hii habari, tukasema sasa badala ya kusema turudi kwenye uchaguzi mwaka ujao, cha kwanza cha kufanya ni kubadilisha utaratibu wa uchaguzi, kuondoa utaratibu huu wa CCM. Kwa tunaposema no reform no election, tuna maana hiyo. Tuna maana kwamba tubadili utaratibu wa uchaguzi ndio twende kwenye uchaguzi. Tusiende kwenye uchaguzi, usifanyike uchaguzi bila kuwa na mabadiliko yatakayotuwezesha sisi wananchi wa Makongoloti kuchagua watu tunaowataka, kuchagua chama tunachokitaka. Tumechoka wizi wa kura. Tumechoka kuenguliwa wagombea wetu. Tumechoka kuzika watoto wetu kwa sababu ya kafara za utawala wa CCM. Na tumechoka adha kubwa tunayofanyiwa sisi wananchi kwa sababu ya kutawaliwa na hawa ambao hatujawachagua. Hivi hebu fikirieni. Yeye mlimchagua Samia? Mlimchagua Magufuli? Ngoja niwaambieni habari ya siri ya Magufuli na Samia. Siri ya uchaguzi wa rais 2020. Sheria ya uchaguzi inasema hivi. Sheria ya uchaguzi ya Tanzania kama ilivyokuwa mwaka 2020 na kama ilivyo leo, baada ya matokeo ya uchaguzi kutangazwa, baada ya tume kutangaza matokeo ya uchaguzi, inatakiwa kuchapisha matokeo hayo jimbo kwa jimbo nchi nzima. Kitendo cha mwisho ambacho tume inafanya katika mchakato wote wa uchaguzi ni kuchapisha matokeo ya uchaguzi wa rais jimbo kwa jimbo, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, nchi nzima. Inachapisha matokeo ya uchaguzi wa wabunge jimbo kwa jimbo, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, nchi nzima. Inachapisha matokeo ya uchaguzi wa madiwani kata kwa kata, ya madiwani yamechapishwa kata kwa kata, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, Tanzania nzima. Yapo. Unaweza ukaangalia kama unabandwa hata we mwenyewe. Nenda kwenye website ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Unanifahamu? Kwenye website hiyo hiyo tume imechapisha matokeo ya wabunge. Ukitaka kujua mbunge wa Lupa alipata kura ngapi, yako pale. Diwani wako alipata ngapi, matokeo yako pale. Jimbo kwa jimbo, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, nchi nzima. Tafuta matokeo ya rais. Tafuta matokeo ya rais ya hili jimbo la Lupa
au la Songwe au la Mbeya mjini au Singida Mashariki, mahali popote Tanzania, tafuta matokeo ya uchaguzi wa rais uone kama utayapata. Hayapo. Unafikiri ni kwa nini? Wanaogopa nini? Si wanasema walishinda? Kwa nini hawajayachapisha? Hayachapishiki kwa sababu ni uongo mtupu. Wametangazwa tu, na wametangazwa na ma-CCM wenzao waliowaweka kwenye tume. Kwa hakuna ushahidi, hakuna ushahidi. Nimesema sheria inasema wachapishe jimbo kwa jimbo, wilaya kwa wilaya, mkoa kwa mkoa, nchi nzima. Hawajafanya hivi. Hakuna ushahidi kwamba walichaguliwa. Kuna ushahidi walitangazwa. Walitangazwa na kwa misaada ya mabomu na mabunduki na mavifaru na nini, wako madarakani. Magufuli ilikuwa hivyo, Samia ni hivyo. Unanifahamu? Sasa fikiria kitu kingine. Si tunazungumza uchaguzi. Hivi Samia ni rais wa wapi? Tuulizane tu. Tuulizane tu. Kawekwa ndani. Kawekwa ndani mie. Itakuwa mara nyingi tu, haitakuwa ya kwanza. Lakini nataka tu tufikirie nchi hii ilivyo. Iko hivi. Mmewahi kusikia wanasema kwamba Zanzibar ni nchi? Zanzibar haina rais. Sasa ina rais kwa sababu wanasema wenyewe Zanzibar ni nchi. Ndio maana ina rais. Na wanasema vile vile kwa sababu Zanzibar ni nchi, rais wa Zanzibar ni mkuu wa nchi ya Zanzibar. Sawa sawa? Yule Bwana Mwinyi yule ndio mkuu wa nchi ya Zanzibar, au sio? Zanzibar haina bunge lake. Zanzibar haina mahakama kuu yake. Hawana bendera yao. Hawana wimbo wa taifa. Sasa kama Zanzibar ni nchi na ina rais wao, Samia ni rais wa wapi? Kwa nini hamjui? Ni rais wa Tanganyika. Kwa sababu kama kule wana rais, huyu aliyebaki, bado tuna marais wawili. Mwana Mwinyi ni wa Zanzibar, huku ni nani? Huku ndio Jamhuri ya Muungano. Fikiria tu. Haya mambo yako sawa sawa? Sasa yote ni matokeo ya mfumo wa nini? Wa uchaguzi, ya mfumo wa katiba. Ndio maana tunasema lazima tufanye mabadiliko ya mfumo wa katiba. Afande vipi? Tunamaliza sasa hivi bwana. Ngoja tupige kidogo. Tunaelewana? Lazima tufanye mabadiliko ya mfumo wa uchaguzi ili tuondoe haya mawaa ambayo hayaelezeki haya. Mnanipata? Tusipofanya hivyo, nchi hii haitakaa sawa. Mnanipata? Matatizo ya wananchi hayatapungua. Shida zenu hazitapungua. Sasa hivi mnalalamika hapa wachimbaji. Nchi hii kwenye dhahabu tumegawa dhahabu karibu yote kwa wageni. Wamegawiwa na nani? Si kuna mgodi mahali hapa unaitwa Shanta? Hiyo Shanta ni ya kwenu? Na mwingine huko Mang'onyi kwetu Singida Mashariki. Hiyo Shanta ni ya kwenu?
Ukienda mahali karibu nchi nzima hii, maeneo yote ya dhahabu, migodi yote inamilikiwa na wageni. Sinasikia tuna gesi asilia huko baharini huko. Sisi tuna reserve ya gesi ya 4 kwa ukubwa wa Afrika. Imegawiwa yote kwa wageni. Yote. Na bandari zote zimeuzwa kwa wageni. Na sasa wanauza mapori haya ya akiba haya kwa wageni. Wameuza viwanja vya ndege kwa wageni. Sasa sisi tuna nini? Nyie mna nini? Na TANAPA. Kwa hiyo ndugu zangu, yote hayo kumbuka, yote matatizo yote haya ni matokeo ya mfumo wetu wa uchaguzi. Matokeo ya namna tunavyopata viongozi. Tusipobadilisha huo utaratibu, hakuna kitakachobadilika. Hakuna. Tumejaribu na kujaribu. Sisi hatuogopi uchaguzi. Hatujawahi kuogopa uchaguzi. Mimi nilikuwa mbunge. Mimi nimegombea uchaguzi na miaka 27, mwaka 95. Leo na miaka 57. Utaniambia mimi naogopa uchaguzi? Nimekaa bungeni mie. Amekaa bungeni Sugu na Haonga na wengine wengi. Utasema tunaogopa uchaguzi? Lakini hatukubali tena kwenda kwenye chaguzi ambazo hata kabla hazijatangazwa matokeo yake yanajulikana. Kwa hiyo watu kwenda kupiga kura hakuna maana yoyote. Hakuna maana yoyote. Kwa ndio maana ndugu zangu wa Makongolosi, ndio maana tunasema bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Na tunaweza kuzuia uchaguzi kama sisi wote tutasema hatutaki tena mchezo, tunataka mfumo wa uchaguzi ubadilishwe. Hawa polisi hawatakuwekea bunduki kichwani na kukuambia kapige kura au kajiandikishe au fanya nini. Unaelewa? Na katiba haitajibadilisha yenyewe. Itabadilishwa kwa nguvu zetu. Unanipata? Kwa nani kati yenu anakubaliana na msimamo wa Chadema kwamba hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi? Naomba mikono yenu. Asante. Nani anayesema twende tu pamoja na bila mabadiliko? Kwa hiyo ndugu zangu, naomba nimalizie kwa hili la mwisho. Hii kazi yote hii ambayo inahitajika kufanyika, mwenyekiti wa kanda amesema tukatembea nchi nzima hii. Tumeanza na kanda yenu ya Nyasa. Leo tunamaliza mkoa wa Mbeya. Kesho tunaenda kumalizia Iringa. Kwa sababu tuligawana kanda. Makamu mwenyekiti alikuwa Njombe, yuko Iringa. Mimi nikawa Rukwa na Songwe. Mbeya tuligawana. Kesho tunamaliza kanda ya Nyasa, Iringa. Tukitoka hapa tunaenda kanda ya kusini. Tukitoka kanda ya kusini tutaenda kanda ya kati, tutaenda kanda ya magharibi, tutaenda kanda ya Victoria, tutaenda Serengeti, tutaenda kaskazini, tutaenda Unguja na Pemba, tutarudi kuja kumalizia Dar es Salaam. Ni kazi kubwa sana. Mnafikiri tunalipwa mahela kiasi gani ili kuifanya? Nyie mnafikiri tunaifanyaje? Inafanyika kwa sababu watu wanatusaidia kuifanya. Watu wanachangia ili hii kazi ifanyike. Kwa hiyo la kumalizia ni hilo. Tunahitaji wananchi wa Chunya nyie mchangie. Muweke baraka zenu. Muweke mkono wenu kwenye hii kazi inayohitajika kufanyika, au sio?
kila mmoja aweke katone kake, au sio? Tone, au sio? Tone moja litaleta chakula. Yakiwa matone mengi yanatengeneza wingu la mvua, au nakosea? Linaangusha mvua, inaleta neema, au nakosea? Sasa 100 yako, 500 yako, 1000 yako, 5000, kiasi ulichonacho, ukichangia na mwenzako akachangia, nyie Makongorosi mkichangia, hebu angalieni mlivyo wengi. Hata mkitoa 500 tu hapa, kesho na kesho kutwa hatutaenda kufanya mkutano Songwe, kwa sababu vifaa hivi vya matangazo vinahitaji kulipiwa, au sio? Magari haya yanahitaji mafuta, yanahitaji kulipiwa, au sio? Na watu wanahitaji maji ya kunywa ili tusimame tuzungumze haya, au sio? Wanawaombeni ndugu zangu, kila mmoja wetu achangie kwenye hizi harakati. Msipochangia haitawezekana. Msipochangia haitawezekana. Mimi napata wapi hela ya kuja taka nini? Taka Makongorosi. Gari ni ya kwangu ndio, lakini sinahitaji mafuta. Sinahitaji kulala jioni. Kwa hiyo naombeni changia pale, tutamaliza wala usijali. Za uso zimeshaisha. Sasa napiga mchango hapa. Sasa kama una simu, una pesa kwenye simu, tunaweka pesa kwenye simu siku hizi, unaweza kuchangia kwa kutumia simu kwa namba hii nitakayowapa. Ziko namba 2, nitawapa zote 2. Namba ya kwanza ni M-Pesa 0744 0744 4969. Tairudia tena. Iko kwenye hiki kikaratasi mtakuwa mmegawiwa. Sawa? 0744 4969. Ukiweka chochote kwenye hiyo namba kwenye M-Pesa, jina litakalo kuja ni Chadema HQ. Chadema makao makuu. Nikija Tundu Lissu ujue umeliwa, usiendelee. Sawa sawa? Nikija Chadema unajua umepatia, unaendelea. Sawa sawa? Namba ya pili ni kwa wale wenye WhatsApp, wenye ile namba, sio wenye ile kitochi. Kitochi hakitafaa hapa. Kama una simu kubwa, una Tecno au Samsung au hizo simu kubwa, utakuwa na WhatsApp, au sio? Si mnajua WhatsApp? Sasa namba ya WhatsApp ambayo unaweza kuchangia ni 0793 008292. Nairudia 0793 008292. Ukitaka kutuma kwenye hiyo namba ya WhatsApp unaweka neno moja tu, unaweka neno NIMO. Ukiweka neno NIMO ukatuma, itakuwekea utaratibu wa kuchanga. Unataka kuchanga mara moja, unataka kuchanga kila wiki, unataka kuchanga kila mwezi, itakupa utaratibu wote pale. Ukikamilisha huo utaratibu, utakuwa umeingia kwenye mfumo wa kuchangia chama, utakuwa umo. Sawa sawa? Unatuma neno NIMO, halafu inakuletea utaratibu wote. Sawa sawa jamani? Ukifanya hivyo utakuwa umechangia kwenye harakati hii ya kuleta mabadiliko nchi hii. Tuna shida, nafahamu wote tuna shida, lakini vile vile tunaweza tukachangia kwenye jitihada
na kupunguza shida zetu. Au nakosea? Kwa hiyo kwangu ni haya, ndugu zangu wa Makongolosi. Sasa naomba mturuhusu sisi twende, tutakutana siku nyingine. Nawatakieni kila la heri. Mwenyezi Mungu awabariki. People! People! Asante. Asante. Kuna mbuzi nasikia? Mbuzi simwache. Asante. Asante. Tunaomba katibu ya zawadi ya mbuzi ya mwenyekiti. Tunaomba hiyo mbuzi. Katibu, sogea hiyo mbuzi. Huyo anayejiunga, tutakuja viongozi wapo watajiunga wakati mwingine. Tunaomba zawadi ya mbuzi tafadhali. Tone. Viongozi wa chama tafadhali. Aliyepoteza funguo ya pikipiki atakuja hapa. Sasa nyinyi mnaochangia live chama mnaweza mkawa na kapu hapo. Katibu wanaochangia hapo, kama kuna kapu sio lazima waje hapa. Wekeni hapo wanaochangia live chama. Waheshimiwa viongozi wa jimbo, tunaomba hiyo mbuzi iko wapi? Hiyo hapa mwenyekiti ipo.